Simba TV katika kipindi chako bora kabisa cha michezo, katika kipindi chako murua kabisa cha michezo ambacho kinakujia kila baada ya juma moja. Na wiki hii kuna mengi mazuri ambayo tumekuletea mbele ya macho yako. Wewe mpenzi, mshabiki, mwanachama wa Simba Sports Club, katika juma hili kuna mengi mazuri ambayo tumekuletea mbele ya macho yako. Utafurahi, utaenjoy na kufurahia kile ambacho utakiona. Kwa yule ambaye amepata nafasi ya kufahamu, amwambie yule ambaye kupata nafasi ya kufahamu kwamba Simba TV sasa iko hewani. Niliopo mbele yako ni Tobias Sebastian ambaye nitakuendeshea kipindi katika juma hili. Ndani ya juma hili tuna mengi mazuri ambayo tumekuletea. Story ya kwanza ambayo itakuja mbele ya macho yako ni sisi Simba Sports Club kuendelea kupata matukio mazuri katika mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC, tukiwa katika uwanja wa ugenini Meja Jenerali Isamuhyo dhidi ya JKT Tanzania, na sisi Simba Sports Club kufanikiwa kupata ushindi wa bao 1-0. Ushindi huo au bao katika mchezo huo likifungwa na nahodha msaidizi Fabrice Ngoma Luamba, ambaye bao lake la pekee likatukabidhi sisi pointi 3 nyingine. Na mara baada ya story hiyo tutakuletea pia story nyingine katika juma lililomalizika. Tulikuwa na mchezo wa ligi kuu ya NBC tukiwa katika uwanja wa nyumbani, uwanja wa KMC Complex, tukicheza dhidi ya Mashujaa. Na katika mchezo huo tukifanikiwa kupata ushindi wa mabao 2-1. Mabao katika mchezo huo yalifungwa na mshambuliaji hatari Mkameruni Lionel Christian Ateba Mbida, ndiye ambaye alikamilisha kalamu ya mabao 2 katika mchezo. Mbali na hapo kuna mengi mazuri ambayo utakuja kuyaona mbele ya macho yako. Siache kuangalia na kufuatilia Simba TV. Muda mfupi kutoka hivi sasa, vingi vizuri vitakujia mbele ya macho yako. Kama ambavyo nimekuambia hapo awali, story ya kwanza au taarifa ya kwanza ambayo tutakuletea mbele ya macho yako ni mara baada ya mchezo kumalizika, sisi Simba Sports Club kuweza kufanikiwa kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya JKT Tanzania. JKT Tanzania walikuwa katika uwanja wao wa nyumbani Meja Jenerali Isamuhyo, lakini tukawalaza hapo hapo. Ubaya ubwela, into details, ukafanyika katika uwanja huo wa nyumbani. Na mara baada ya mchezo kumalizika, mtaalamu ambaye alifunga bao katika mchezo huo, kiungo Fabrice Ngoma Luamba, yeye alipata nafasi ya kuzungumza, lakini hakuwa peke yake. Kwa niaba ya wachezaji, Deborah Fernandez Mavambo naye alizungumza, lakini pia Budo Joshua Mutale Mzambia, huyu alikuwa na performance bora, kiwango kizuri, alitengeneza nafasi nyingi za kufunga na alipata nafasi ya kuzungumza. Hebu tuwasikilize, na mara baada ya kutoka kuwasikiliza hao, tumsikilize semaji la CAF Ahmed Ali, yeye naye alipata nafasi ya kuzungumza mara baada ya mchezo kumalizika. Jean Wazo kusho mpira ndani, unaupangua Yakub Suleiman. Joshua Mutale anageuka pale pale, Mutale bado yuko na mpira kwa Steven Mukwala. Mukwala dese kwenye nafasi. Fabrice Ngoma anakwenda kuchapa gita kabisa kwenye kibendera kule. Bao lake la 4 msimu, na anakata mayenu. Anaambia mnaona namna gani ambavyo Fabrice Ngoma anakuna, ana uwezo kufanya kila kitu, anakaba, anatengeneza na anafunga. Shangwe zito la mnyama, wanaua. Shughuli ambao wanaikamilisha mwishoni kabisa mwa kipindi cha kwanza, shughuli nzito ya kwenda kunyanyua shangwe la wanasimba. Alipangua Yakub Suleiman. Joshua Mutale Budo amepambana kwa kweli kuweka mpira kwenye njia ya Jesse Mukwala, unazungushwa mpira na Fabrice Ngoma, anatapu ndani. Bao la kwanza kwa Simba ni bao la kuongoza kwenye mchezo huu, ndio bao la 4 ambalo linampeleka kwenye kibendera Fabrice Ngoma kwenda kushangilia. Ubaya ubwela. Play like a die. I need a technical comment about the game. We played well, we created many chances today, but we have one goal. I need a technical comment overview about the game today. This game today not easy game. Yeah. Importance they take 3 points. Yes. Ubaya ubwela. It's not the junk. Yeah. After I come for fit, play like a die. Play like that. Yeah, ubaya ubwela. Okay. Next match against Pamba. I say all fans come push team the wing. Only wing. Play bad, play well, want to wing.
3 points. Important 3 points. 3 points. Before they go Morocco, we want to win all the game. Yeah. So it's very good. Today the sport is come for simple the power for the group. Mas another game is the simple game, the victory. Mas the victory simple for is the good for the team, for the fan. Is the happy, yes. Thank you. The game was okay. You know, JKT is a very good side, but we applied ourselves well, and we got the much needed results today. Yeah, it's just about working hard, and the team pushing me and everyone. As you saw, it wasn't for me alone. It's because of my teammates. We encourage ourselves on the pitch, and it was a great performance. We look forward to another game. Yeah, that's me. You know, I'm a midfielder. I have to create chances for the team. It's unfortunate we didn't score more than 2 goals, more than 1 goal. But we thank God for the goal, and we got the 3 points that we needed. Yeah, I just want to appreciate for their support. It keeps me going, and it's because of the push from the fans, and that's why you can see I'm always giving my best and 100% for the badge. Yeah. Next game we focus on Pamba Jiji. We have to get the 3 points again, and we have 4 games, so we've won 2 games now. We look forward to the 2 games that are left. Then we focus on the final against Bakken. But for now, we focus on Pamba, and today's game as passed, we focus on Pamba. Yeah. Wish you the best. Thank you sana. Yeah, kama wamesema Ngoma, hatuangalii tumechezaje, tunachoangalia tumepata ushindi, sababu ratiba iko tight na tunachukua alama 3, na sio tu ratiba tight, pia na wapinzani tight. Tazama mechi ambayo tumecheza dhidi ya Mashujaa, ilikuwa very tight. Leo hii dhidi ya JKT. Sasa hii ya JKT yenyewe ni tight kulingana na aina ya mpinzani ambaye tunacheza naye. Watu wanaitazama JKT kama timu ya kawaida hivi, lakini technically JKT wakifungua booster zao zote ni timu nzuri sana. Ina wachezaji wenye utulivu wa hali ya juu mno. Yule beki Katanga ana muda mrefu kwenye ligi ya Tanzania, utulivu wa kutosha, hawafanyi makosa hapa na hapa, na wamepata golikipa mzuri. Lakini kiujumla tu timu yao yote hawa wakina Magulu tangu enzi hizo wanacheza JKT Ruvu hapa Mlalakuwa, wamekuwa na uzoefu mkubwa. Ukikutana na wapinzani wa namna hiyo lazima upate kazi kweli kweli, na ndio maana sisi tunasema kikubwa pointi 3. Leo tumechukua pointi 3, haka wana Simba tunatembea tu yena. Na ubaya ubwela inaweza ikafanya madhara popote, iwe kambi ya jeshi, iwe kituo cha polisi, iwe mbugani, popote pale. Ubaya ubwela haumonei mtu aibu. Leo tumefanya ubaya ubwela hapa, tumechukua alama 3 haka, tunaringa tu wana Simba. Semaji, hili limeshamalizika. Kilichopo mbele ni mchezo dhidi ya Pamba, lakini pia sio mbaya ukamzungumzia Fabrice because amefunga goli muhimu, lakini pia amekuwa mchezaji bora wa mchezo. Ya, ameendelea kuonesha klasi yake, na Fabrice kinachoendelea kumlipa ni ile nidhamu yake ya mpira ya michezo, ndio ambayo imeendelea kuwa muhimu, na amekuwa ni mchezaji tegemeo. Leo nadhani kila shabiki wa Simba alimfanyia sub Fabrice Ngoma. Yaani alitamani Ngoma atoke, sababu kuna wakati Ngoma alionekana amekata vibaya, lakini mwalimu anajua akiwa na Ngoma ndani ya kiwanja anapata kitu gani. Kwa hiyo anaona ni bora kubaki na Ngoma kwa sababu anachokihitaji atakipata, na kweli amekipata. Tumeondoka na alama 3 ya goli la Fabrice Luamba Ngoma. Katika juma lililopita tulikuwa na mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC. Bahati nzuri safari hii tulicheza katika uwanja wetu wa nyumbani, na mpinzani au mgeni ambaye alikuja alikuwa ni Mashujaa. Mashujaa aliondoka hapo akiwa kichwa chini. Kwa nini aliondoka kichwa chini? Tulimnyoa, tulimpelekea ubaya ubwela kwa kumfunga mabao 2-1. Na maana baada ya mchezo kumalizika, baadhi ya wachezaji walipata nafasi ya kuzungumza, ikiwemo Lionel Christian Ateba Mbida ambaye yeye alifunga mabao 2 katika mchezo huo. Lakini pia embo tushuhudie highlights za mchezo huo zilivyokuwa na mabao 2 ambayo alifungwa kwenye mchezo huo. Nani atakutana na mpira ule? Mohamed Hussein ametoa. Mwamuzi anasema ni mkwaju wa penalti.
Kefa Kayombo, referee kutoka Mbeya, anasema ni mkwaju wa penalty kwa Simba Sports Club. Gushi pamoja na Abdul Malik wanakwenda kufuata Kefa Kayombo, na Abdul Malik anawatuliza kwamba tulieni, lakini goli la kusawazisha la Simba, na hili ndio tukio lenyewe. Mwenye jukumu la kupiga mkwaju wa penalty Mbida Ateba, Salma Wanyika. Simba Sports Club anazinduka kutoka usingizini kupitia kwa mkwaju wa penalty wa Lionel Christian Mbida Ateba. Jukwani ni shangwe. Ateba alipiga sasa stari, wow, boom boom, shakalaka boom, ndani ya kamba. Golikipa amedive, lakini wapi, makofi yanapigwa pale kwamba kongole Ateba, wakati golikipa Patrick Muntali hakuwa na nafasi kabisa. Anaweka pembeni kumtafuta Shamu, wote wamepanda Simba. Anatafuta Shomari Kapombe, anazunguka pale, mwamuzi anasema nini? Ni foul. Mwamuzi anasema ni nje, Shomari anasema ni ndani bwana. Mwamuzi amefunika mkwaju wa penalty. Wanamfuata Mashujaa hapa, Kefa Kayombo. Bila shaka mwamuzi msaidizi nambari 2 Neema Mwambashi ndio akamwambia ni ndani ya penalty area. Shomari Kapombe, ile contact ilifanyika ndani ya penalty area. Shomari Salum Kapombe, Gushi kwenye pressure kubwa, kadi za njano zinatoka kama njugu. Gushi analalama kwa kweli, ameonyeshwa kadi ya njano na referee Kefa Kayombo. Simba wana nafasi. Ateba! Lionel Ateba ni kama mtu ana mafua makali, anapiga chafya na mafua yanatoka. Kelele inaosikika ni mashabiki wa Simba. Ateba alipiga juu kabisa na kutagia njiwa kule. What a penalty! Golikipa Abdul Nasir ambaye ni mchezaji wa ndani angefanya nini? Utamlaumu bure tu. Yes, you know, every game in Simba is very difficult because every team come to beat Simba. Now we take 3 points to a very, very difficult match. I'm very happy because all my teammates, we push, and finally we have a victory. Like what you give a chance to start today and you score 2 goals. Yes, I think we have a big team. Sometimes coach make a change in the starting lineup. Today he put me to the starting lineup. I scored 2 goals. I think a coach believes in me, trusts in me, and every player in our team. We have a good team. But now I'm very happy because I scored 2 goals and we take 3 points. Do you think this match like a final? Every match in Simba is like a final. Now we have a 3 game again before final of Federation Cup Federation. I think we need to take a lot of points. We have 4 matches. If you take 12 points, it's very good because we have we have to take 3 points in every match, because if we want to finish first in the Tanzania League, we need to take every match, every game like a final. Yes, very happy. It's about my teammates. We work, we push, and finally we have this penalty to take a 3 point. I thank God, I thank all my teammates, I thank my technical staff, because we work together, we work very hard every day, and I'm very happy today. Bana, mechi imemalizika, ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Mashujaa. Ilikuwa ni mechi ngumu kwangu, mimi niliona hivyo. Sijui kwa wewe, lakini kama ni ngumu kweli, ni kwa nini ilikuwa ngumu hii leo? Mechi ilikuwa ngumu. Ukiangalia wapinzani wetu ni watu ambao sasa hivi mara ya pili, raundi ya pili tunawafunga dakika za mwisho. Maandalizi ambayo tumeyafanya ni maandalizi mazuri, makubwa kuelekea katika mchezo huu, lakini tumeweza kupata matokeo magumu kwa sababu tulitarajia tungeweza kumaliza mechi mapema, lakini pia na mpinzani anajiandaa. Kwa hiyo kikubwa tumeweza kupata point 3. Kwa namna ambavyo mechi ilikuwa, nadhani ugumu ulikuwa wapi kapteni? Ugumu ulikuwa pande zote. Kama nilivyosema, wapinzani wanajiandaa sababu hii ni ligi. Na ukiangalia
sisi tumetoka kucheza mechi ya kimataifa. Lakini pia wapinzani walikuwa ni watu ambao wanajiandaa kutusubiri sisi. Kwa hiyo kulikuwa na ugumu kwa sababu wao wanajiandaa kutusubiri sisi kwa muda mrefu. Sisi kipindi cha tatu na mashindano. Lakini hiyo sio sababu. Sisi jukumu letu kama wachezaji kuhakikisha kwamba kila dakika, kila mchezo tunapambana kwa ajili ya timu. Na tunashukuru kwamba leo tumeweza kupambana kwa ajili ya timu na tumeweza kupata matokeo. Kwa namna ambavyo umeona mechi, kipindi cha kwanza hatujafunga bao, tumefungwa sisi. Kipindi cha pili tumeenda kufunga mawili, la kusawazisha na la ushindi. Mchezo ulikuwa mgumu. Hii ni mara ya pili wapinzani tunawafunga dakika za mwisho. Haimaanishi kwamba ni wabovu, ni wapinzani wazuri sana. Kama nilivyosema kwamba wao walikuwa wanajiandaa kwa ajili yetu. Kwa hiyo wao pia wametusoma sisi ni jinsi gani kuja kutukabiri. Lakini tunashukuru kwamba tumepambana kama timu. Kikubwa sasa hivi hii imeisha, focus yetu ni mchezo wa JKT. Kwa namna ambavyo umeona tayari tunatoka kuzungumza hili limemalizika, mpinzani wa mbele ni JKT. Yaani timu ambao pengine na wachezaji ambao tunafahamiana nao, tunajuana nao, wameshacheza ligi katika nyakati tofauti, wana CV kubwa na nzuri. Itakuwa ni mechi namna gani na maandalizi? Unafikiri tutafanya maandalizi gani kupata point 3 katika mchezo huu? Kikubwa tutarudi kwa uwanja wa mazoezi, tutasikiza walimu wetu nini watuambia kuelekea katika mchezo huo. Ujue ugumu sasa hivi unakuja kwamba sisi tunacheza mechi zetu hizi ni za kiporo. Lazima tucheze, yani hatuna budi. Kwa hiyo wapinzani wote ambao tunaenda kucheza nao sasa hivi wamepumzika kwa maana kwamba kila mtu anatusubiri sisi. Tukimaliza JKT kuna mtu mwingine ambaye anatusubiri sisi. Tukimaliza hiyo tuna mtu mwingine anatusubiri sisi. Kwa kuna ugumu kwa sababu sisi tunajiandaa na wapinzani wanajiandaa zaidi kwa sababu wanakuwa wamepumzika. Kwa hiyo kikubwa tutarudi katika uwanja wa mazoezi kusikiza walimu wetu, kuhakikisha kwamba kila mchezo ambao unakuja mbele yetu lazima tupate pointi 3 kwa sababu hatutaki kudondosha pointi yoyote, kwa maana kwamba mpinzani wetu ambaye anatuongoza kashatuacha pointi nyingi, na maana tukidondosha pointi itakuwa kuna gap kubwa ambayo tunatengeneza. Kwa hiyo tutajitahidi kila mchezo kwa damu na jasho kuhakikisha kwamba tunapambania timu, tunapambania beji ya Simba kuhakikisha kwamba tunapata alama 3. Shukrani, asante sana. Kwanza wanastahili pongezi Mashujaa, wamecheza vizuri, wamekuja na plani nzuri na plani yao ikaonekana kufanya kazi kwa asilimia kubwa, na nadhani msimu huu Mashujaa ni katika timu ambazo zimetusumbua sana mechi zote. Mechi ya kwanza pale nyumbani kwao Lake Tanganyika na mechi ya pili hii leo, hasa leo ndio ilikuwa ngumu zaidi kwa sababu mechi ile ya kwanza ilikuwa ni sisi tu kutafuta bao tuchukue usukani. Mechi hii ilikuwa sasa tunapata kazi ya kusawazisha alafu tutafute goli la ushindi. Kwa hiyo mechi ikawa ngumu, tunawapongeza. Of course tulitegemea kupata mechi kama hiyo kwa sababu ya pointi walizokuwa nazo, wanapigania malengo yao, na nilizungumza vizuri jana. Lakini kama haitoshi, wana mwalimu mtaalamu sana. Katika walimu wanapaswa kuheshimiwa Tanzania ni pamoja na mwalimu Salum Mayanga. Amecheza, ana experience ya kutosha, ana exposure ya kutosha, ni mwalimu wa daraja la juu sana, na kama haitoshi ameshakuwa mpaka kocha wa timu ya taifa. Kwa ni mwalimu ambaye anajua kucheza mechi kubwa katika mazingira makubwa ya pressure. Yote kwa yote wamefanya vizuri Mashujaa. Sisi tunawavulia kofia kwa kazi kubwa walioifanya, kwa mpango mzuri waliokuja nao, lakini wakasahau kitu kimoja tu ambacho kimwafilisha hilo, discipline ya mchezo. Wamesahau kwamba wanacheza na Simba Sports Club, taifa kubwa, wana finali ya CAF. Pamoja na mpango wao mzuri waliokuwa nao, walipaswa kuwa na discipline ya kuulinda mpango wao, lakini wakajikuta wanapoteza umakini, wanafanya madhambi mengi, wanafanya makosa mengi, mpaka golikipa anakwenda kupewa kadi nyekundu ya uzembe kabisa. Experienced golikipa kama yeye anakwenda kufanya makosa kama yale, sanjari na wachezaji wengine wakawa wanafanya makosa. Kwenye modern football, mbinu ya kupoteza mpira, ya kupoteza muda, lazima itakuhukumu tu. Sheria zimebadilika sana. Sasa wao walishindwa kuwa na hiyo discipline, na wanasahau hii ni Simba Sports Club ambayo tuna experience na exposure kubwa ya kucheza mechi ngumu kweli kweli. Seuze hii mechi ya watu kutoka Kigoma. Kwa hiyo walipopoteza discipline, ndipo ambapo tukaja tukawadhuru, na mnyama akachukua zake alama 3. Ni alama 3 zenye thamani kubwa sana. Tunawapongeza wachezaji wetu kwa namna ambavyo wamejituma, namna ambavyo walipambana, namna ambavyo wameipigania Simba, na hatimaye Ateba anatupa alama 3. Watu wale Ateba mchezaji bora, amefunga mabao mawili hii leo. Unaweza kuzungumzia mabao yake, lakini pia amekuwa mchezaji bora.
Lakini pia swali lingine, kutoka kucheza mechi kubwa aina ambayo tumetoka kucheza nusu finali, furaha kubwa, wachezaji wametumika zaidi, umechangia huu ugumu katika mchezo wa leo? Ukitoka kucheza mechi ngumu aina kama ile dhidi ya Stellenbosch siku chache zilizopita, tegemea mechi inayokuja pesi lazima iwe chini kidogo. Iwe chini kwa sababu watu mechi iliyopita wametumia nguvu kubwa sana, wametumia kila kitu kwa maximum level. Tegemea mechi hii lazima watu waanze kwa pesi ya chini. Na mwalimu alivyokuwa mtaalamu akaamua kufanya rotation ili hawa wengine wapate ile nguvu watakapoingia waweze kufanya vizuri. Kwa hiyo ulitegemea Simba tungepata mchezo mgumu aina ambao tumeipata hii leo, lakini kusema kweli wachezaji wetu wanastahili kubwa pamoja na yote ambayo wamepitia, lakini wameweza kusimama imara na hatimaye kuisaidia Simba kupata ushindi hii leo. Kwanza ulizungumzia swala la Ateba, hakuna ambaye hasa penalti ya pili. Watu walitamani kumuona Kapombe anapiga penalti, kumuona Kibwa anapiga penalti kwa sababu hawa watu tunajua penalti zao, kumuona Mukwala anapiga penalti, lakini Kapombe kachukua mali kaenda kumpa Ateba. Naamini kabisa katika watu ambao walikuwepo hapa uwanjani, hata wale ambao walikuwa kwenye TV, kuna wengine walikuwa na mashaka. Sijui umenielewa, lakini Ateba ameonyesha uwezo mkubwa, amepiga kwenye dari. Penalti moja kiufundi sana na hatimaye tumeondoka na alama 3. Hizi ni alama 3 zenye thamani kubwa sana kwetu Simba Sports Club. Wana Simba wamefurahi? Vibaya mno. Nzuri kabisa. Kulikuwa kuna hatari mechi hii tungecheza na tochi. Mpaka saa hizi. Namna ambavyo mashujaa walikuwa wanalala. Kuna hatari tungewasha tochi hapa. Na wamelala sana leo hii. Tungewasha tochi. Ubaya ubwela into practical. Yes, mara baada ya kutoka kushuhudia highlight, lakini pia ambao walizungumza katika mchezo dhidi ya Mashujaa, mchezo ambao ulionekana kuwa mgumu, lakini hatimaye dakika 90 zilitamatika kwa sisi Simba Sports Club kupata ushindi huo ambao 2-1. Ulikuwa ni mchezo mgumu, mchezo ambao dakika za jioni tukafanikiwa kutimiza dhima na zana ya Simba Sports Club kupata ushindi na kuondoka na pointi 3. Lakini pia hakuna muda wa kupumzika, ni mechi juu ya mechi. Ndani ya siku 10 mpaka 11 tunacheza michezo 4 na tayari tumeshacheza michezo 2. Amekufa Mashujaa, amekufa JKT na mpinzani aliyepo mbele yetu kwa sasa hivi ni Pamba Jiji. Pamba anakuja katika uwanja wetu wa nyumbani, uwanja wa KMC Complex katika mchezo unaofuata. Hakuna kingine ambacho tunahitaji sisi Simba Sports Club mnyama kupata point 3 nyingine kama ambavyo tuliwanyoa hawa wawili ambao wamepita katika mchezo miwili uliopita. Na katika kuhakikisha hilo linakwenda vizuri, ndani ya juma hili tumemaliza mchezo dhidi ya JKT Tanzania. Wachezaji wamepumzika siku moja baada ya mchezo. Siku iliyofuata, kwa maana jana na juzi, walifanya mazoezi kuhakikisha wanajiandaa na mchezo dhidi ya Mashujaa, kujiandaa na mchezo dhidi ya Pamba. Hakuna muda wa kupumzika, hakuna muda wa mchezaji kukaa nyumbani, hakuna muda wa kupotea. Ni maandalizi juu ya maandalizi. Mazoezi yalikuwa mazuri, mzuka ni wa kutosha, wachezaji wamejiandaa vya kutosha. Mtaalamu, kocha mkuu Fadlu Davis, yeye amesema kwamba anaendelea kuandaa timu na kuhakikisha pointi 3 zinapatikana, na tunaamini hivyo inshallah. Kwa uwezo wa Mungu, Pamba atoki katika uwanja wetu wa nyumbani KMC Complex, ataacha alama 3 na maandalizi ya mchezo dhidi ya KMC yataanza mara baada ya mchezo huo kumalizika. Pamba Jiji, mje vizuri. Sisi Simba Sports Club maandalizi makali, tumejiandaa vya kutosha kuhakikisha pointi 3 zinapatikana. Mimi ni Tobias Sebastian ambaye nilikuletea Simba TV katika juma hili. Mengi mazuri, matamu ambayo wewe mwanachama, mshabiki wa Simba Sports Club unatamani kuyaona mbele ya macho yako. Usiache kuangalia na kufuatilia kipindi kijacho.